Siku za nyuma mwanadada Nandy aliposti katika ukurasa wake wa Instagram na akaeleza kwamba meneja wake amempatia nafasi ya yeye kuperform katika jukwaa moja kubwa hapa Afrika, na akawa ameeleza kwa mashabiki zake furaha ambayo yupo nayo katika kuperform katika jukwaa hilo. Jukwaa hilo sasa ameperform siku ya juzi ambayo inaitwa African Forward Concert. Hili ni jukwaa ambalo lilikuwa limeanzishwa na umoja wa nchi ya Kenya pamoja na Ufaransa, likilenga katika kudumisha undugu wao ama uhusiano wao katika mambo mbalimbali ya kijamii pamoja na kiburudani. Sasa siku ya juzi ilikuwa ni siku ya hitimisho ya maadhimisho hayo, na mwanadada Nandy alipata nafasi ya kuperform katika jukwaa lile, na wasanii kadhaa kutoka Tanzania akiwepo pia Abigail Chams alikuwepo naye akiperform katika jukwaa lile, na wasanii wengine kama Bien pamoja na Savara kutoka Kenya, na wasanii wengine walikuwepo, wasanii wengi of course. Jukwaa lile lilikuwa ni jukwaa kubwa sana na lilikuwa limefanyika katika Indoor Arena hapo. Hiyo jukwaa ni moja kati ya jukwaa ambalo lilikuwa na watu zaidi ya 10,000. Kwa hiyo ilikuwa ni platform ambayo ni nzuri kwa wasanii kwenda kuperform pale. Sasa Nandy ameandika historia pia kuperform pale, kuwepo rais wa Ufaransa, pia alikuwepo msanii mmoja anaitwa Uso Ndori. Huyu ni msanii ambaye ni mmoja kati ya wasanii ambao wamewahi kupata Grammy hapa Afrika, na mwanadada Abigail Chams alipata nafasi ya kuperform naye katika jukwaa moja. Hii imemtengenezea yeye nafasi ambayo itamweka katika level nyingine ya kimuziki. Tunafahamu kwamba Abigail Chams ni mmoja kati ya wasanii wa kike ambao wamepata nafasi ya kuwa nominated katika tuzo za BET Awards ambazo ni tuzo kubwa kwa Afrika, na pia imempa nafasi ya kutengeneza mashabiki wapya. Kwa hiyo tutegemee vitu vingi kutoka kwa Abigail Chams, na pia Nandy ameweka historia ya kuperform show kubwa Afrika. Ni kitu gani ambacho wewe umekiona kati ya hawa wanadada wawili ambacho unahisi kwamba wakikifanya kinaweza kikawafanya wakawa ni wasanii bora sana Afrika, maybe wakaleta matuzo na au wakaingia katika nafasi za kuwa nominated katika tuzo kubwa? Hebu tuandikie hapo kwenye comment. Hii hapa ilikuwa ni Entertainment Corner. Mimi naitwa Brazamento na hii hapa ni CWB Kawabe Media.